Na ndivyo ilivyo mtu anapookoka. Mtu anapookoka, nilikwambia ameitwa kwa ajili ya kufanya vita na upande wa giza, lakini kabla haujaenda kufanya vita na upande wa giza, lazima ubomoe kwanza misingi. Kama misingi haijabomoka, maana yake ni kwamba hata kama utafanya vita upande wa pili, lakini ile misingi itakuwa inadai kwamba hapa tuna uhalali. Sasa kuna mambo ambayo tutajifunza kwenye vita kabla ya vita. Jambo la kwanza, tutajifunza kwamba ushindi haupatikani kwa pupa. Ushindi haupatikani kwa pupa. Ushindi ni mipango. Ushindi ni mbinu, kwamba mimi ninaanzia wapi, ninaanza na jambo gani. Lakini jambo la pili, tutajifunza vita huanza ndani kabla ya nje. Maana yake kabla haujapigana nje, lazima upigane vita ndani na ushinde. Hapo lazima utashinda vita. Lakini jambo la tatu, tutajifunza Mungu hubomoa kabla ya kujenga. Tabia ya Mungu ni kubomoa kabla ya kujenga. Ukiona kuna mambo yanatengenezeka kwenye maisha yako, maana yake kuna mambo mengine Mungu ameyabomoa. Kwa hiyo hilo ni jambo la tatu. Lakini jambo la nne, tutajifunza Mungu hushughulika na madhabahu kabla ya ushindi. Kabla hujashinda, lazima Mungu ashughulike na misingi ya madhabahu ambayo inakuhusu. Kila mmoja ana misingi ya madhabahu, na ndio maana kuna tabia zilikuwepo kabla ya wewe kuokoka, kwa sababu zina misingi ya kimadhabahu. Kwa nini watu wanaingia na tabia zile tulizokuwa nazo kule kabla hatujaokoka zinaendelea na baada ya kuokoka? Kwa sababu ile misingi ya madhabahu bado inafanya kazi. Kwa hiyo Mungu kabla hajakupeleka kupigana vita ya kiuchumi kwenye maisha yako, kabla hajakupeleka kupigana vita ya hatima yako, vita ya kwenda kwenye utumishi wako, Mungu ana kanuni ya kutaka ubomoe kwanza, ili ajenge kitu cha kwake kwenye maisha yako.